Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mmepoa sana Wakatoliki. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumpigie Mungu makofi na kwa Dominika hii ya leo. Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Hatuna cha kumlipa, hatuna cha kusema mbele ya Mungu kwa zawadi ya maisha, zawadi ya uhai, zawadi ya baraka anazojalia, isipokuwa kumwambia Mungu asante. Naomba mpigie Mungu makofi kwa kumwambia asante Mungu. Asante Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, tumesikia masomo katika Dominika hii. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 19 aya ya 9a na ile aya ya 11, ile aya ya 11 inaenda mpaka 13. Nabii Elia anakutana na Mungu kwa namna ya ajabu. Nimeeleza katika utangulizi vizuri. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya kwanza mpaka ya 5. Paulo anaumia sana kwamba taifa lake Israeli limeshindwa kumpokea Yesu Kristo, limeshindwa kupokea neema na baraka hizi. Ndugu zangu, somo la Injili kama nilivyosema linatoka Injili ile ya Mathayo sura ya 14 aya ile, ukienda unaweza kukuta aya 22 mpaka 33. Ni Injili ambayo tumeizoea sana kuisikia kwa sababu unaweza kukuta katika Injili ya Marko sura ya 6, Yohane sura ya 6, unakuta habari zile zile. Lakini kikubwa ni kile ambacho kinafuata baada ya watu kula na kushiba na kusaza. Tulisikia Dominika iliyopita. Kwa hiyo kuna mengi sana ambayo tunataka tutafakari katika Dominika hii, lakini kama tusisahau yani wazo kuu katika Dominika hii, mwambie jirani yako, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Mwambie jirani yako, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Hayo ni maneno ambayo nataka utembee nayo katika maisha yako, katika safari yako ya maisha, kwa sababu maisha ni safari. Kuna safari hii ambayo naweza nikasema imegawanyika sehemu mbili: safari unayopanga na safari usiyofanya nini, usiyopanga. Katika hii safari si nyepesi kama tunavyodhani. Ndio maana haya maneno lazima yaguse maisha yako, yaguse moyo wako, kila siku uyasikie Kristo akikwambia, mwanangu, jipe moyo, ni mimi, usifanye nini, usiogope. Yaongeze na maneno, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Hayo ni maneno sasa mazuri sana, lakini tukiwa na hilo wazo au maneno, naomba kwa namna ya pekee sasa tafakari masomo yetu, hasa Injili, tuliweke katika maisha, liguse maisha yetu, tuelewe Kristo anasema nini leo kwa kupitia mawazo madogo mangapi? Mawili. Haraka tu nitawaeleza. Wazo dogo la kwanza, mwambie jirani yako, katika safari ya maisha hayuko mbali, anakuona. Safari ya maisha hayuko mbali, anakuona. Tuliweke hilo, tulitafakari moja. Nasema hivi kwa sababu gani? Tukisikia somo la Injili linaanza kwa simulizi ambayo Yesu Kristo mwenyewe, narudia, Yesu Kristo mwenyewe anawaamuru au anawalazimisha wanafunzi wake waingie katika boti, waanze safari, wavuke kwenda ng'ambo. Sio wao, ni Yesu Kristo anayeanzisha safari, anayelazimisha nini? Safari. Tuelewe, ni katika hii safari aliyoianzisha Yesu, hawa watu aliowaanzishia safari wanakutana na mawimbi, wanakutana na misukosuko, wanakutana na dhuruba, wanataka kuangamia, wanataka kuzama. Tuelewe. Unaweza ukajiuliza kwa akili ya kibinadamu, je, Yesu Kristo kwa nini awalazimishe wanafunzi hawa kuingia katika hatari iliyokuwa mbele yao?
Au unaweza ukajiuliza, yeye ni Mungu na ni mtu. Je, akujua kwamba wanafunzi hawa anaowalazimisha kuingia katika boti wavuke kwenda ng'ambo watakutana na dhoruba? Je, akuweza kuona mbali? Akuweza kujua hilo? Jibu, mwambie jirani yako, hiyo ndiyo safari ya maisha. Hiyo ndiyo safari ya nini? Yote. Ndio maana nimesema maisha ni safari. Safari nyingine hatupangi sisi, tunaingia. Nitawaeleza. Iko hivi, usikie kitu. Nimesema hapa, kwanza mara baada ya kula na kushiba, Yesu analazimisha nini? Safari. Sikia hii na uielewe vizuri, Mkristo. Elewa vizuri ninachosema. Mara baada ya tukio la furaha, iwe furaha ya kiroho, elewa, iwe furaha ya kiuchumi, iwe furaha ya kijamii, iweke moyoni, lisikie hili ninalokueleza. Mara zote mbele ya safari hiyo huwa kuna dhiruba, kuna mawimbi, kuna misukosuko, kuna upepo, kuna kupigwa na kitu kizito ambacho kitakufanya uhisi kuzama. Na nielewa ndugu zangu katika Kristo. Sasa kama mwelewi, nawapa mfano mweze kuelewa. Na haya ndiyo maisha. Mara baada ya furaha ya kupata mchumba, amini usiamini, mbele yako kuna mawimbi yanakuja. Mara baada ya furaha kwa namna nyingine ya kufunga ndoa, amini usiamini, mbele yako kuna mawimbi, kuna dhuruba, kuna upepo unakuja. Naomba uelewe zaidi. Mara baada ya furaha ya familia kukua, kupata mtoto, kushangilia, kufurahia kuzaliwa, mbele yako, utake ustake, upende usipende, kuna dhoruba, kuna mawimbi, kuna tufani vinakuja. Naomba uelewe na uweke kichwani. Mbele kwa mfano ya furaha ya wewe kupata kazi, kuna mawimbi, kuna dhuruba, kuna tufani vinafanya nini? Vinakuja. Mbele ya furaha ya kupandisha cheo, kwamba nimekuwa juu, amini usiamini, utake ustake, kuna dhuruba, kuna mawimbi, kuna tufani vinafanya nini? Vinakuja. Ndiyo maisha. Mbele ya furaha ya kusema mimi sasa nimemaliza chuo, nimegraduate, utake ustake, mbele yake kuna mawimbi yanakuja. Mbele ya furaha ya kusema nimekuwa padre, nimekuwa mtawa, haujakingiwa, mbele ya kuna furaha hiyo, mbele ya furaha hiyo kuna mawimbi yanafanya nini? Yanakuja. Mbele ya furaha hiyo kuna tufani zinakuja, kuna upepo unakuja. Hiyo maisha. Wakristo wengi tunashindwa kuelewa hilo, tunashindwa kutambua hilo. Naomba niwaambie muweze kuelewa katika safari hii ya maisha. Tumesikia katika Injili waliokuwa kwenye boti si watu wa kawaida, ni wavuvi waliokuwa na umri wa kutosha, ni wavuvi waliokuwa na uzoefu wa kutosha, wavuvi waliokuwa wanajua bahari, kwa sababu Yesu aliwakuta baharini, wanajua kila kitu. Lakini hawa wavuvi leo tunawasikia wanapiga kelele. Ukweli wa maisha ni nini? Dhoruba, tufani, simanzi, vilio, maumivu, majonzi, masononeko, uoga, hofu haviangalii umri. Vitakupiga, vitakutesa, vitakuangamiza katika umri wowote ule, uwe mtoto, uwe kijana, uwe mzee. Tuelewe hili. Ndio maana wahenga walisema
Ukiona mtu mzima analia mbele za watu, ndio kuna nini? Kuna jambo. Kwa hiyo walielewa kwamba kuna siku mtu mzima atalia, mtu mzima atatoa machozi, na watashangaa, huyu inakuwaje analia? Ndio hiki ambacho kimewakuta hawa mitume, na ndio hicho kinatukuta sisi katika safari ya maisha. Tutahisi Mungu yuko mbali, ni maisha, lakini kumbe hayuko mbali. Na naomba niwaambie sasa ambacho huwa kinatokea tukiwa katika mawimbi, katika dhoruba hizo maisha. Tumesikia hawa mitume wanaona Yesu anakuja, anatembea akiwakaribia, wanasema ni kivuli, wanasema ni pepo, kwa sababu waliamini kama sisi wa Afrika tunavyoamini, katika bahari, katika mito mikubwa, katika milima kuna nguvu za mwovu shetani, kuna majini, kuna mapepo. Waliamini hicho, kuna mashetani. Kwa hiyo waliamini. Ona, sisi huwa tunaamini hivyo. Naomba niwaambie, katika dhuruba za maisha, Wakristo walio wengi huwa wanaamini kwamba kinachokuja mbele yao au kilicho mbele yao ni laana, ni kurogwa, ni uchawi, ni ushirikina, ni mizizi ya ukoo, sijui nini, tukafanye matambiko. Wanaamini kisichojulikana au wengi wasichojua ni kwamba ni Mungu mwenyewe aliyeanzisha safari, ndiyo yeye yule anayeruhusu upitie hayo unayopitia. Unanielewa? Ni yeye aliyeanzisha safari, anayeruhusu upitie hayo unayopitia. Mungu anaruhusu tupitie magumu, si kwa ajili ya kutuangamiza, si kwa ajili ya kutudidimiza, si kwa ajili ya kutuhuzunisha au kufanya tulie au kufanya tuchukie uwepo wetu katika ulimwengu huu, bali anaruhusu ili kutuimarisha sisi, imani yetu, ubaba wetu, viapo vyetu vya ndoa, viapo vyetu vya kazi, viapo vyetu wakati tunapandishwa cheo, vinajaribiwa wakati huu wa mitihani ya maisha. Ni Mungu mwenyewe anatuimarisha, ili siku moja ukisimama useme si mimi, bali ni Mungu mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tuzidi kuelewa, hayuko mbali, hayupo. Kwa hiyo litambue na liweke akilini hili swala. Naomba niwaambie kitu hapa kingine ambacho mkielewe vizuri kabisa. Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu sana. Tumesikia hayuko mbali, anawaangalia, anasali, anaona wanapitia changamoto. Alafu alipokuja, alikuja wakati wa zamu ya 4. Zamu ya ngapi? Ya usiku. Wakristo tuelewe, Wakatoliki tuelewe. Alikuja wakati zamu ya ngapi? Masaa ya usiku yalikuwa yamegawanyika sehemu kuu 4. Ya kwanza kuanzia saa 12 mpaka saa 3, zamu ya kwanza. Saa 3 mpaka saa 6, zamu ya ngapi? Saa 6 mpaka saa 9, zamu ya ngapi? Saa 9 mpaka saa 12 asubuhi, zamu ya ngapi? Ya 4. Kwa hiyo alikuja kwenye saa 9 hapo. Hiki ni kipindi ambacho giza ni kali sana, kipindi ambacho kesho yako unaona kwamba haiwezekani. Ni usiku ambapo giza linakuwa kali, lakini wahenga wanasema ukiona giza limekuwa kali ujue alfajiri inafanya nini. Ni kitu cha kawaida. Yesu Kristo kwenye maisha yetu huwa anakuja kipindi ambacho giza ni nene. Yesu huwa anakuja kipindi ambacho giza ni kipindi ambacho unahisi kwamba sala zangu hazijibii, kipindi ambacho unahisi kwamba ndoa hii inavunjika, kipindi ambacho unahisi kwamba familia inaangamia,
Kristu anakuja kipindi ambacho unaona huu ugonjwa mimi siponi, unachukua maisha yangu. Kipindi ambacho unaona haya matatizo ni msalaba usiobebeka. Kipindi ambacho unaona biashara inakufa. Kipindi ambacho unaona madeni yatakuua. Kipindi ambacho unahisi kutoka moyoni kabisa kwamba uhai wako ni mzigo kabisa, haustahili kuishi. Kipindi ambacho unasema Mungu wangu, mbona umeniacha? Hiki ni kipindi ambacho Kristo anafanya nini? Anakuja. Kiweke akilini, na siku zote tambua hilo. Ni katika kipindi usiombe sana, usiongee maneno mengi, bali sema Bwana ni okoe, Bwana ni okoe. Amini usiamini, utaona baraka za Mwenyezi Mungu. Tulisikia mara akanyosha mkono wake. Kristu akanyosha mkono wake na atakuokoa. Bwana ni okoe. Hii ni safari ya maisha, tutapitia vipindi hivyo, tusije tukasahau. Mwambie jirani yako, katika safari ya maisha hayuko mbali, anakuona. Tumeelewana? Ya kwanza tulizingatie hiyo. Wazo dogo la pili na la mwisho. Sasa hili tulielewe vizuri, sababu nitaliongea kwa namna fulani hivi. Waswahili wanasema mwenye dini mbili aelewe, lakini nitaongea kwa lugha ya kawaida, elewa. Mwenye masikio ya kusikia nafanya nini? Na asikie. Ambie jirani yako, shuka katika boti, njoo. Shuka katika boti, njoo. Tulielewe hili, naliongea tuweze kuelewa na tulizingatie. Tumesikia hapa Yesu Kristu anapokuja, Petro anaongea baada ya Yesu kusema jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro anamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije nikitembea juu ya nini? Ya maji. Maana yake nipe mamlaka kama yako, nionyeshe kwamba ni wewe uliyeniita, nionyeshe kwamba ni wewe unayesema maneno hayo. Ikiwa ni wewe, ikiwa niamuru. Yesu hana mashaka na umungu wake, hana mashaka na uwezo wake. Anamwambia Petro, njoo. Na Petro anashuka katika boti, anatembea. Ndio hicho anachoambia, shuka katika boti. Anapomkaribia Yesu kidogo, anaangalia upepo, badala ya kumwangalia Yesu anazama. Shuka katika boti, njoo. Wakati fulani mimi na wewe, yawezekana sasa hivi tupo katika boti. Kila mtu awaze boti aliyopo. Ni boti ambayo inapigwa na mawimbi, inapigwa na misukosuko. Ukikaa ukatafakari, unaona hiyo boti haiendi kokote pale. Ni boti ambayo itakuzamisha katika maji, utaangamia. Unasali sana, unaomba sana, unasali novena, kila kitu. Sauti ya Mungu inayosikika kwako ni jipe moyo, ni mimi, usiogope. Usiogope kufanya nini? Wewe unasema ndani ya moyo wako, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nitoke katika boti nikufuate, manake niende sehemu salama. Hii siyo sehemu salama. Na Yesu anasema, mwanangu, njoo. Ugumu unakuja wapi? Sauti unaisikia vizuri ikikwambia njoo, lakini ni wewe unaogopa kutoa mguu mmoja katika boti ukanyaga maji. Naomba tuelewane hapa. Utasema sala hazijibiwi, Kristu asemi, mambo hayaendi, lakini ni wewe unaogopa kutoa mguu katika boti ukanyaga nini? Maji, na kuanza kutembea. Naomba uelewe, kuna kitu Mungu anawakwambia leo. Akwambia njoo.
Sio kwamba wakati fulani unafikiria nikitoa mguu katika boti hii mawimbi yatakuwa makali, upepo utakuwa wa mpisho, nitazama dhoruba itakuwa kali. Sio kwamba Kristo aoni, sio kwamba Kristo ajui hayo mawazo yako au dhoruba utakayopitia, lakini anakwambia mimi nimekanyaga juu ya hicho ambacho kinakupa woga. Njoo. Kinachotakiwa au unachotakiwa kukifanya ni kipi? Ni kumwangalia huyo na kumsikia huyo anayekwambia shuka katika boti, njoo. Hata kama katika hali ya kibinadamu utapitia dhoruba, utapitia changamoto, utapitia kurudi nyuma, kutaka kurudi katika boti, kumbuka ni maisha. Mtazame yeye aliyekuita, mwangalie yeye aliyekuita. Ukishamwangalia, hata kama utazama, wewe mwambie Bwana, ni wewe uliniita nitoke katika boti, nishike mkono. Amini usiamini, atanyoosha mkono wake, atakunyanyua, nawe utakuwa salama. Utarudi tena katika maisha yako kwa nguvu na imani kubwa, ukimshuhudia, na utamshuhudia huyu Mungu kwa watu, na utawaambia watu, bila Mungu nisingekuwa hivi, nawe utamtukuza sasa na hata milele. Amina. Shuka katika boti, njoo. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.